Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo mama kanisa anafanya sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni, ndugu zangu, tafakari yetu tunaweza tukiipa jina tuandamane kuingia hekaluni. Sherehe hii ya kutolewa Bwana hekaluni hufanyika siku 40 mara baada ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na katika Israeli sherehe hii ilifanyika siku 40 mara baada ya kuzaliwa kwa mzaliwa wa kwanza katika Israeli. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 12 mpaka 15 na kitabu cha Walawi sura ya 12 utaliona hili, ndugu zangu. Mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa mwenye kupewa heshima kubwa. Torati ya Musa iliwataka watoto hawa watolewe kwa Bwana. Tunapoadhimisha sherehe hii, tujiombee ili tupate kweli kuwa mwanga na mshumaa wenye kuangazia wenzetu. Katika somo la kwanza, kitabu cha Malaki, tunasikia Malaki anatangaza kusafishwa kwa makuhani wa hekalu ili sadaka zao zipate kukubaliwa kwa Bwana. Tunasikia pia ujio wa mjumbe. Mjumbe huyu ndiye anayelitakasa hekalu na alifanya liwe safi, hata na makuhani wenyewe wanatakaswa ili sadaka zao ziweze kukubaliwa kwa Mungu. Mara nyingi sisi tunafahamu tukiingia hekaluni sisi ndio tunaotakaswa, lakini ujio wa huyu mjumbe anayemtangaza Malaki, yeye atakuja, yeye ndiye atakayelitakasa hekalu kinyume chake. Kwa hiyo hapa Malaki anatangaza ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na anapotolewa hekaluni sasa analitakasa hekalu, atakasa makuhani ili sadaka zote zinazotolewa ziweze kuwa safi. Ndugu zangu, tujiombee na sisi ili sala zetu za kila siku na maombi yetu tunayoyatoa mbele za Mungu yakubaliwe na Mungu, yatakaswe na yeye ili aweze kubalika mbele ya Baba. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Tujifunze kusali mbele ya Mungu tukiwa na mioyo safi, mioyo iliyosafishwa na Bwana na mioyo yenye furaha. Yesu ndiye mwenye kututakasa, ndugu zangu. Sisi tusichoke kumwamini. Yeye ndiye aliyetolewa hekaluni, yeye ndiye anayetolewa ndani ya mahekalu ya mioyo yetu ili aweze kuyatakasa, ili sala zetu tunazozisali mbele ya Mungu ziweze kubalika na yeye. Katika somo la Injili tunaelezwa habari za wazazi watiifu wa Bwana wetu Yesu Kristo waliotii sheria na kumpeleka mtoto Yesu hekaluni. Wazazi hawa walitoa na sadaka. Kiuhalisia hawa ni wazazi ambao kwa kweli walipata neema ya pekee sana mbele ya Mungu. Wangekuwa ni watu majivuno, wangejisemea kwamba sisi tumeshapata baraka kutoka kwa Mungu, sisi tulishatokewa paka na malaika, pengine sio tuko na Yesu ambaye ni Mungu kabisa. Lakini ukweli ni kwamba wanafuata desturi na taratibu za Torati kwa unyenyekevu mkubwa sana. Hapa ndipo tunapaswa kujifunza. Mungu anaweza kutupatia mengi, kutubariki, kutupa mali, kutupa vitu, tusije tukajiona kwamba tayari tumeshabarikiwa kwa hiyo hatumhitaji tena. Siku zote anapotupatia anatutaka sisi tuwe wanyenyekevu, tushuke chini zaidi, tumtafute tena zaidi hata kuliko mwanzo. Tendo hili lilileta baraka kubwa kwa wengi. Hapa tunagundua kwamba utii wa wazazi hawa umeendelea kuwa baraka kwa dunia yote. Wazazi hawa walitambua kwamba mtoto wao ni mtakatifu daima. Wanatufundisha na sisi kuutamani utakatifu. Zawadi bora uwezayo kumrudishia Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo ni sisi tukubali tu kumtumikia, kutumika kwa ajili yake, kumtumikia. Hiyo ndio zawadi ambayo unaweza kumpatia Mungu kwa namna ya pekee. Hakuna kitu kizuri kama kufanya kazi ya Bwana kwa moyo wote na kwa furaha. Bwana ameingia hekaluni leo, lakini yupo hekaluni daima katika Ekaristi Takatifu. Nasi tutamani kuingia hekaluni, na huko tutapata nafasi ya kukutana na yeye katika Yesu Ekaristi. Sisi tumtafute Bwana hekaluni hasa kwa kumwabudu katika Ekaristi Takatifu. Na kwa namna pekee leo basi tuwakumbuke ndugu zetu watawa. Watawa waliojitoa kwa Mungu, walitoa maisha yao, waliojitolea hekaluni kwa Bwana, maisha yao yote kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wapo mapadri watawa, wapo watawa masista, mabrother, tusiwasahau. Leo ndio sherehe yao, leo ndio siku yao, ndio sikukuu yao. Tuwaombee ili Mungu aendelee kuwapenda katika majitoleo yao. Mungu aendelee kuwatukuza na kuwatumia vyema kutakatifuza malimwengu na kazi wanazojitolea, wanazozifanya ziweze kuleta baraka. Palipo na mtawa
paendelee kuwa na furaha, palipo na mtawa paendelee kuwaka taa ya Kristo, ili watu ambao wapo katika mahangaiko na mateso waweze kuona faraja na kumwona Mungu katika maisha yao. Nakutakia sikukuu njema ya kutolewa Bwana wetu Yesu Kristo hekaluni. Mungu akubariki, na wewe endelea kujitoa hekaluni kwa Bwana kwa kufanya kazi za Mungu. Kubariki na kukulinda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.